uli mwiza, mstari wa 21, 22 na 23. Anasema hivi: juu sana kuliko ufalme wote. Naomba tuseme hayo maneno wote. Juu sana kuliko ufalme wote. Tuseme. Na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwaro, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake, uaminifu wake anayekamilika kwa vyote katika vyote. Amen. Nikushukuru Mungu uliye juu mbinguni kwa ajili ya neno hili. Bwana, kwenda kusema na watu hawa katika mchana huu. Njoo useme nasi, njoo tuhudumie, njoo kutane na watu wako. Wewe ndiye Bwana, wewe ndiye mfalme uliyetufilia msalabani. Sema nasi, tuko mbele zako Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Neema yako itoshe, ufalme wako na ushuke mahali hapa, kukutana na kila mmoja. Itaje yule mama, yule baba, yule binti, na kila mmoja aliyekusanyika mahali hapa. Neema yako itujilie katika jina la Yesu. Wepo katikati yetu kwa jina la Yesu aliye hai. Na sema asante ya kwamba upo e Bwana, kupitia damu ya Yesu naomba, amen. Tunahitaji tuangalie maneno kwa muda huu juu ya kujenga uwezo wa kiutawala katika ulimwengu wa roho. Na tunaanza namna hii. Moja, kwanza nikajiuliza kwanza utawala ni nini, na hilo nikalifanyia kazi kwanza. Moja, nikasema utawala ni mamlaka. Tunapozungumza utawala, kwa tafsiri yake tunazungumza juu ya mamlaka. Lakini pia tunaposema utawala tunazungumza juu ya mifumo. Tunazungumza haki ya kuongoza. Tunazungumza juu ya kusimamia au kuendesha shughuli za jamii katika nchi, taasisi, kwa kutumia sheria na rasilimali zilizopo. Hiyo ni definition tu kidogo ya neno utawala. Neno utawala.
Na katika maana hiyo basi, kuna vitu ambavyo vinafanyika katika ulimwengu wa mwili, lakini ujue vitu vile vile vimeanzia pia katika ulimwengu wa roho. Kwa kile kinachofanyika katika ulimwengu wa roho kilianzia mahali, na kile kinachofanyika katika ulimwengu wa mwili kimeanzia mahali. Ndio maana ukakuta tayari vitu vinatokea kwa sababu vina chanzo chake. Na katika neno hili nimesema hivi, mamlaka ni uwezo wa kutumia nguvu ya kufanya maamuzi na kutoa miongozo kwa ajili ya watu au eneo husika. Haya, tunazungumza hivi ya kwamba mamlaka tuna maana ya kutumia nguvu. Kwa hiyo ukisoma katika kitabu hiki cha Waefeso kimetupatia maana nzuri sana juu ya Yesu. Alikuwa nani, alifanya nini, na aliacha nini hapa duniani. Lazima ujue. Ndio maana Biblia inasema kwamba ni juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali hata ule ujao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu akiwepo hapa duniani alifanya huduma zake mbalimbali tu. Aliponya watu, alihubiri watu, alikutana na watu wenye shida na mishiba mbalimbali. Wale waliokutana naye walimuona ni nani, wakatambua huyu ni mwana wa Mungu. Na watu kulingana na kazi yake walimfuata. Maelfu ya watu walikuwa wafuasi wake, wengi tu walikuwa wafuasi wake, wakamfuata. Lakini baada ya kumaliza huduma yake akakamatwa, akateswa. Na alipoteswa, ulimwengu wa giza, watawala wakati ule, waliona kama ameisha, tuseme kwa lugha nyingine, ameshindwa, kwa sababu Mungu hafi. Mungu sio dhaifu kiasi hicho. So Mungu hawezi kufa. Kwa hiyo alipowekwa msalabani, ndio maana kuna maneno watu wanamwambia kwamba jishushe, kama wewe ni mwana wa Mungu, toka hapo msalabani. Ona, anamwita Elia. Maneno kama hayo yalitokea wakati ule. Na pamoja na hayo, katika msalabani, mwishowe hakuweza kujitoa, akakata roho. Akakata roho, mtu mmoja akaenda kuomba mwili wake kwa Pilato, tunaomba nikauzike mwili wake. Angalia, amekata roho. Yeye akasema tayari. Kwa sababu gani? Wafungwa wakati ule walikuwa nakaa msalabani hadi wanavunjwa miguu, na Yesu alisubiri kama wangemvunja miguu ndipo angekata roho. Lakini Yesu akakuta ameshakufa. Basi wakachukua mwili wake kaweka kaburini. Hayo nayajua msomaji wa Biblia. Kaweka kaburini, basi wakasema amekwisha. Ndio maana unaona wanafunzi wanatoka wanakwenda ndani kwa hofu, kujificha, maana ameshindwa sasa kujitetea. Lakini Biblia inasema siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akafufuka na ushindi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na wakati yuko kaburini, Biblia inasema alilindwa, maana waliomba wakasema, huyu mjanja,
Walimwita mjanja, alisema siku ya tatu atafufuka. Lenye uwezo na lenye mamlaka, liko juu ya chochote unachokiona hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya chochote, juu ya lolote. Ni mamlaka ya ajabu juu ya lolote. Kwa hiyo tukasema mamlaka ni uwezo wa kutumia nguvu ya kufanya maamuzi na kutoa miongozo kwa ajili ya watu kwa au eneo husika. Tunapozungumza mamlaka katika ulimwengu wa roho, hivyo vyote ambavyo tumesoma hapa katika kitabu cha Waefeso, anasema haya yote aliyafanya kwa ajili ya kanisa. Kwa ile mamlaka ya kimungu ameachilia ndani ya waaminio, ndani ya wamwaminio Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaoamini wamepewa hiyo neema juu sana. Hakuna chochote wala hakuna lolote ambalo liko juu ya Yesu. Yesu ni mwenye uwezo. Tunasema Yesu ni mwenye mamlaka. Hakuna mapepo, hakuna majini, hakuna uchawi, hakuna wenye mamlaka hapa duniani. Hakuna wenye nguvu hapa duniani. Kuna wenye nguvu, nguvu ya kielimu, nguvu ya kisiasa, nguvu ya pesa, nguvu ya kichawi, nguvu ya nini. Lakini Biblia inasema juu ya Yesu ya kwamba juu ya vitu vyote yuko juu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunasema utawala katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho, lakini ni ulimwengu ambao unaishi. Ni ulimwengu ambao upo, una mifumo. Mifumo yake iko kamili na inatenda kazi katika dunia hii. Ni ngumu sana kuiona ile mifumo, kuona utawala, kuona kazi kwa macho hizi. Kwa macho haya ya nyama ni ngumu kuona kile kinachofanyika. Lakini nataka nikwambia kwamba kila usichokiona kwa macho haya katika ulimwengu wa roho kipo. Na uharibifu na utendaji tunaoona hapa duniani upo na unaendelea. Nani anaendesha? Mifumo iliyo katika ulimwengu wa roho inatenda kazi. Inatenda kazi. Na mifumo hii iko chini ya mamlaka ya Shetani. Yeye anaitwa ni mungu wa dunia. Yeye ni ibilisi, ni Shetani, ni mdanganyaji. Lakini tunachokiona hapa, tunazungumza juu ya mamlaka ya Mungu juu ya wamchao. Ya kwamba mamlaka hii imeachiliwa kwa kanisa, imeachiliwa kwa wamchao Bwana, wale waliomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Semeni amina. Sikiliza, mtu wa Mungu anatakiwa kujua kuwa anasimama badala ya Yesu Kristo katika ulimwengu wa roho. Pale unaposimama na pale ulipo, nisema hivi, Yesu angekuja akasimama mwenyewe hata katika ibada hii, angekuja mwenyewe akasimama hapa kuhubiri, angekuja. Lakini